Karibuni kwenye mradi huu wa ujenzi wa matanki ya kuhifadhia na kusafirishia mafuta kwenda kwa wanunuzi unaoitwa kwa Kiingereza Single Receiving Terminal, unaojengwa huku Dar es Salaam katika eneo la Kigamboni, Tanzania. Kwa sasa mradi huu una asilimia 28 ya utekelezaji. Awali ya yote napenda kwa niaba ya mkurugenzi mkuu kushukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, hususan Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuruhusu proposal ya management kuweza kuridhia kujenga mradi huu ambao umepunguza au utapunguza kero kubwa ya meli kukaa muda mrefu gatini na nangani wakati wa kusubiri kuhudumiwa na kusambaza mafuta kwa wanunuzi wa mafuta. Mradi huu utajenga matanki 15 ambayo yatakuwa na uwezo wa kupokea mafuta aina mbalimbali, mafuta ya diesel, mafuta ya petroli pamoja na mafuta ya kerosene au kwa lugha ya kigeni nasema Jet A1. Haya yanatumika kwa ajili ya ndege. Sasa jumla yote kabisa ya capacity ya haya matenki ni cubic mita 378. Hizi cubic mita 378 zinaweza zikapokea meli zisizopungua 2 ambazo zinaweza zikafungwa na kupokelewa kwa wakati mmoja. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba meli inaweza ikafika na ikapakua mafuta yote yakapokelewa kwenye SRT ndani ya masaa 24. Hii ni habari njema sana kwa wateja na wadau wote wa sekta ya mafuta, kwa sababu huu upanuzi huu hautaishia hapa na unaendelea. Hii ni sehemu tu ya mipango mikubwa ya Mamlaka ya Usimamizi wa Bandari chini ya Wizara ya Uchukuzi katika kuhakikisha kwamba hii sekta ya mafuta kila kitu kinafanyika vizuri na katika efficiency ya hali ya juu. Tunashukuru serikali kwa kuweza kuanzisha mradi huu, kwa maana eneo hili hapo mwanzo lilikuwa ni dampo kabisa, ni sehemu ya kutupia takataka, haitamaniki hata kupita, tofauti na mazingira ambayo unayaona hivi sasa hivi. Lakini tunashukuru kupitia mradi huu, mimi ni mkazi wa Kigamboni, hapa wakazi wengi tumepata kazi. Kama tulikuwa tunachomelea huko mitaani, lakini sasa hivi tunachomelea hapa katika huu mradi, tunapata riziki ya kutosha. Tunaishukuru serikali kwa ajili ya mradi huu ambao unaendelea mpaka sasa, kwa sababu katika mradi huu kama sisi ambao wakazi wa hapa tumepata ajira, na hii ajira inatuwezesha kwa ajili ya kujikimu katika mambo mbalimbali.